Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba akamzaa. Kaini akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwapo uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake. Ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Nitasitirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Hata itakuwa kila nionaye ataniua. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amwonaye asije akampiga. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana, akakaa katika nchi ya Nodi mbele ya Edeni. Kaini akamjua mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Henoko. Akajenga mji akauita Henoko kwa jina la mwanawe. Henoko akamzaa Iradi, Iradi akamzaa Mehuyaeli, Mehuyaeli akamzaa Metushaeli, Metushaeli akamzaa Lameki, Lameki akajitwalia wake wawili, jina la wa kwanza ni Ada na jina la wa pili ni Sila. Ada akamzaa Yabali, huyo ndiye baba yao, wakao katika hema na kufuga wanyama, na jina la ndugu yaliitwa Yubali, huyo ndiye baba yao, wapigao kinubi na filimbi. Sila naye akamzaa Tubal-Kaini, mfua kila chombo cha kukatia cha shaba na cha chuma, na umbu lake Tubal-Kaini alikuwa na Lameki akawaambia wake zake, sikieni sauti yangu, Ada na Sila. Enyi wake za Lameki, sikilizeni usemi wangu, maana nimemua mtu kwa kunitia jeraha, kijana kwa kunichubua. Kama Kaini akilipiwa kisasi mara 7, hakika Lameki atalipiwa mara 77. Adamu akamjua mke wake tena, akazaa mwana mwanamume, akamwita jina lake Seti, maana alisema, Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Habili, kwa sababu Kaini alimuua. Seti naye akamzaa mwana, akamwita jina lake
uliitia